Let us pray. Tukushukuru kwa sababu ya neno lako mfalme wa ajabu ambaye naenda kuachilia, ambaye umeweka ndani yangu. Naomba ya kwamba ikafikie mtu, ikainue roho ya mtu katika jina la Yesu. Naomba ukanitumie kama chombo chako mfalme, ubariki watu hawa. Na unapowabariki mfalme wa ajabu, hata nabii nahitaji baraka zako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu natenda. And it is in Jesus' name we pray. Shout amen. Tuweze kuketi. Bwana asifiwe. Kwa wale ambaye ni wageni, naitwa mchungaji Peter Kimani, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ningependa kuwaletea neno la Mungu. To continue with the word that nilianzisha siku ya Jumapili about obstacles to answered prayer. Tuliona mambo machache, how the devil is so powerful to devalue, to oppose the righteous, to bring sicknesses, to deceive you. Tuliona haya yote na tukaona ya kwamba the reason kwa nini maombezi yetu mara mingi nakataa kujibiwa ni kwa sababu ya the foreign angelic powers. Na tukaona ni vile shetani alivyotumwa hapa chini duniani na akaweza kuwa mstaki wetu. Today ninataka kwenda the point number 2 na 3 kama nitaweza, and 4 and 5 nimalize. Hallelujah. Kanisa, Bwana asifiwe. We started with the word in the book of Jeremiah 33 verses 3. Biblia inasema call to me and I'll answer you. Kwa hivyo matumaini ya Mungu kwetu ni tumuite na atatujibu. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Unapomuita atakujibu. Lakini why do we have obstacles in prayers or obstacles to answered prayers? The reason number 2 ni selfishness. Selfishness ni nini? Ni kujipenda. Amen. Selfishness ni kujipenda. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo chapter number 6 from verses 11 to 13, in the Lord's Prayer you will not find such words. You will not find the word I, me, my, all mine. Hautapata majina haya I, mimi, I, me, my, all mine. What we will find instead is give us our daily bread. Forgive us our trespasses. Deliver us from evil. Bwana asifiwe sana. Si hiyo ndio ombi la mitume, Lord's Prayer. In verses number 11. In verses number 11. Give us today our daily bread. Forgive us our debt as we also forgive our debtors. Hakutufunza ya kwamba tuseme nipe mimi, give me my daily bread. And sometimes tumekuwa very selfish wakati ya maombezi. Amen. That's the reason, one of the reason there are obstacles to prayers, to answered prayers. The Lord Jesus taught us that as we pray,
tuombe ya kwamba give us today our daily bread. Tupe. Wakati unapoomba maombi ya kibinafsi inakaa zaidi kabla ijajibiwa than maombi ambayo nasema tupe sisi. Hallelujah. Selfishness, kujipenda. Forgive us our debts. Hata wakati ambapo unasema nisamehe deni, sema ya kwamba tusamehe madeni zetu. Hallelujah. Forgive us our debt, as we also forgive our debtors. Bring us not in temptation, and you know the tempter is the devil. Hallelujah. Bring us, yani ni us, sio mimi, sio wewe binafsi, but deliver us from the evil one. Praise the name of the Lord. Hata wakati Yesu katika Mark chapter 11 and verses number 24. You all things, whatever you pray and ask for, believe that you have received them and you shall have them. Amen. Bwana asifiwe. Chochote ambayo unaomba uamini ya kwamba mmepewa. And that's the reason watu wengi ukosa kwa sababu wanakaa katika maisha ya kibinafsi. They don't join the fellowship. Na nikasema last Sunday, shetani wakati huu amekuwa digitalized. Yes, Mark chapter 11 verses 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe that you have received them and you shall have them. Amen. That is in plural. Sini kwa wingi. Bwana asifiwe. Na ndiposa Paulo alipokuwa anaandika katika Hibrania, akasema kwamba msikose kukutana mara mingi, ili wale ambao ni wadhaifu wainuliwe na wale ambao wako na nguvu. Msikose. I think it's Hebrews 10:25. Can check whether it is there. Praise the name of the Lord. So, whenever, yes, it's Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. NIV version. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. Wengine wana tabia hiyo ya kuhudhuria fellowship. Hallelujah. When you miss a fellowship of Sunday's fellowship, na pengine you are just a Sunday goer, then inamaanisha siku 14, 2 weeks, hautakuwa na umekula chakula kiroho. When you miss the fellowship of the weekdays, hallelujah, the Bible says, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing it, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Praise be to the name of the Lord. We ask in selfish motives. Mara mingi tunauliza katika tunaomba na maombezi ya kibinafsi. James chapter number 4 verses 3. James chapter number 4 verses 3. When you ask, you do not receive. The reason, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pressure. When you ask, unakataa kupokea, because unaomba with the wrong motive. When God blessed Abraham, he blessed him
so that he could become a blessing to others. Mungu alipobariki baba yetu wa zamani Abraham katika Genesis 12 mstari wa 2 na 3. I hope you are catching with me. Bwana asifiwe. We are still in the word selfishness. Wakati Mungu alimuita Abraham, alimwambia hivi, I'll make you a great nation. I'll bless you and make your name great. You'll be a blessing. Utakuwa baraka kwa wengine. Hakuwa na mbaliki akae na baraka zile peke yake. Amen. The reason tunaomba na tusijibiwe kwa sababu tunauliza in a selfish motive. Because we ask with the wrong motive, so that we may spend it for our pleasure. Verses 3 inasema hivi, I'll bless you. I'll bless those who bless you. Wale watakaye kubariki nitawabariki. And whoever curses you, I'll curse. Amen. And that's the reason tunaombea Israeli. The fact remains, yule Mungu wa zamani wa Israeli bado ni Mungu wa leo wa Israeli. Na yeyote atakaye bariki Israeli amebarikiwa. Na mimi usema ya kwamba Waisraeli wengine hawako, sisi ndio tuko. Mwenzako ndio yuko. Whenever you pray for your friend, for your people, for your working mate, for your neighbor, una release baraka. Amen. Na yoyote ambaye atakaye bariki naye amebarikiwa. Hebu sikiza hii. And whoever curses you, I'll curse, and all people on earth will be blessed through you. Yoyote ambaye Abraham alisimama kama mtumishi wa Mungu. Amen. Yoyote atakaye bariki Abraham akiwa anasimama kama mtumishi, naye amebarikiwa. Bwana asifiwe sana. We ask while making a practice of sin. Tunaomba, tunaitisha tunapotenda dhambi. You remember our theme is obstacles to answered prayers. Do you remember that? Bwana asifiwe. Na tunatazama ni kwa nini maombezi yetu haijibiwi. Ni kwa nini tumekuwa ombezi sana, lakini nakuta ya kwamba maombezi zingine zinasimama hazijibiwi. Last Sunday tuliona moja ni kwa sababu ya the foreign agent. Amen. But today tuendelea kuona ya kwamba hata selfishness and be of number 2, we ask while making a practice of sin. Tunauliza, tunaomba na bado tunatenda dhambi. Na neno inasema katika Isaiah chapter number 59 and verses number 1 and 2. Isaiah 59 verses 1 and 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save. Yani mkono wa Mungu sio mfupi ambaye haiwezi okoa. Amen. Nor his ear too dull to hear. But what the reason? Kwa nini hatujibiwe? But our iniquities, your iniquities, dhambi zako have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. We ask while making a practice of sin. So that is the reason mara mingi hatujibiwi maombezi. That's the reason unakuta ya kwamba unapoitana kwa Mungu. Neno imesema mkono wa Mungu sio mfupi ambaye iwezi bariki. Mkono wa Mungu sio mfupi ambaye iwezi fikia wewe. Na sikio yake sio kipovu. Sio kiziwi. Amen. Ya kwamba haisikii. Hallelujah. Lakini dhambi zetu, our iniquities, have separated us from him. And our sins have hidden
his face from us, so that he will not hear us. Verses 3 of the same chapter 59. For your hands are stained with blood, your fingers with the guilt. Your lips have spoken lies, and your tongues mutters wicked things. Unajua kuna wengine usema wameokoka, lakini ulimi wao hujaokoka. They can speak any word, any evil words, ama they can joke any jokes. Hallelujah. Na ndiposa James akasema chunga kiurimi ni kiungo kadogo sana, lakini kanakaa kama ile mshale wa kiberiti ambaye inapoashwa inaweza choma area kubwa sana. Amen. So your tongue mutters wicked things, your hands are stained with blood, your fingers with the guilt, your lips have spoken lies. May the Lord help us today. As we call upon the Lord, we ask him when we are righteous. Praise the name of the Lord. Number 3, why obstacles to answered prayers. Number 3, unconfessed sin. Unconfessed sin. Dhambi ambaye ijafanya namna gani? Dhambi ambaye ijatubiwa, ajaungama dhambi. Amen. Praise the name of the Lord. Unconfessed sin. Unconfessed sin. Can you hear me there hapo nyuma? Kama alisikia fanya hivi. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So unconfessed sin. In the book of 1 John chapter 21, inasema hivi. Beloved, 1 John chapter number 3 and verses 21. Beloved, if our hearts don't condemn us, we have boldness toward God. Kama roho zetu hazituhukumu. Amen. Lazima mtu uwe hukumiwe. So number 3, unconfessed sin. Unconfessed sin. Did you write that? And did you write 1 John chapter number 3 verses 21? Beloved, if our hearts don't condemn us, kama roho zetu hazituhukumu, we have boldness towards God. Tuna ujasiri ya kuenenda mbele za Bwana. Kama roho yako ijakuhukumu. Unajua kuna watu ambaye they feel guilty conscious of the sins that they did or unconfessed sin, lakini hawatubu. Hallelujah. So number 3, unconfessed sin. And I have repeated severally 1 John chapter 3 verses 21. Beloved, if your hearts don't condemn us, we have boldness towards God. And also, I want to say this, ya kwamba watu wengi wanaomba hata kama roho yao inamahukumu. Yaani najua ya kwamba kuna dhambi umetenda ambaye inazuilia wewe maombezi yako ifike kwa Mungu. The first thing, na ndiposa every morning when we come on Sunday here, sisi uomba ya kwamba we are led by the programmer to pray for and confess our sin. Amen. Because sineno inasema yeyote ambaye anasema hajatenda dhambi anajidanganya mwenyewe, anafanya Mungu muongo. Amen. So when you pray with your heart kama in a condemn way, then you have no boldness towards God. But when your heart does not condemn you, then you have the boldness towards God. You can just approach your Father. Praise the name of the Lord. Unconfessed sin. Let me give an example. A story in the Bible, in the book of Joshua chapter number 6
and chapter number 7. Kuna wakati Joshua, the first city ambayo aliteka nyara ni Jericho. Do you remember? Bwana asifiwe. Waliteka nyara ama walibomoa, waliharibu. Mungu aliwasaidia kuharibu the first city ya Jericho. Wakati huu alikuwa amwambia kwamba mtakapoingia pale, do not take anything for yourself. Amen. But when they went there, somebody, jeshi moja, mtu moja ambaye aliitwa Akan, si mnajua alichukua vitu akajiembebea, akaenda nazo akazizika katika kwa hema yake. Na wakati walipokuwa naenda kumaliza mji wa Ai, just a small city, remember Jericho hawakubomoa na majembe ama marungu. Amen. Walizunguka tu mara 7 wakiongozwa with the Ark of the Covenant, wakishout, and then ile ukute kabomoka. Si ni Mungu alifanya hayo? Hallelujah. Sasa wakati ambapo ilifika waende wakaharibu the city of Ai, Biblia inasema wanajeshi wa Israeli wakaenda kuambia Joshua, wakamwambia hivi, Joshua, usijali, usitume jeshi lote la Israeli, tuma tu watu wachache, kwa sababu this city of Ai ni watu wadogo sana, and they are powerless. Hallelujah. Bwana asifiwe. And Joshua kasikia mashauri ya wale watu, but without knowing there is an unconfessed sinner ambaye amebeba vitu ambaye Mungu alikuwa amewakataza. Hallelujah. Then wakati walipoenda pale mara ya kwanza, walimalizwa, that 6 soldiers of Israel were killed. Those who was just innocent men, hawakujua ya kwamba kati ya wao there is somebody with unconfessed sin. Hallelujah. Na nipoza Joshua akalilia Mungu na makuhani wengine. Ukisoma Joshua chapter 7 from verses 6 to 11. Joshua, Jericho was the first, and God had said, the first fruit of all we have must be given to him. Unajua, how do people wanajiweka kwa dhambi namna gani? Kwa sababu wamekula hata ya Mungu. The first fruit of everything belongs to God. Did you get this one? In Proverbs chapter number 3 and verses 9, we shall come back to Joshua. Chapter 3 and verses 9. Biblia inasema, honor the Lord with your wealth, with your first fruit of your crops. Bwana asifiwe. Na ujue ya kwamba Jericho was the first city to be conquered by Israelites. That means the other 9 belonged to the Israelites. But the first one, mali zake ni first fruit za Mungu. Hallelujah. And that's the reason walipoenda pale, hata Joshua, the treasure of the next 9 battles belong to the people, but treasures of Jericho belong to God. Bwana asifiwe. They were defeated by a small village called Ai, because Akan, son of Kami, an Israel soldier, had stolen some of the spoils of battle which belonged to God. And 11. The Lord said to Joshua, stand up. What are you doing on your face? Kumbuka, Joshua walikuwa naomba. Amen. Alikuwa amelala chini akiuliza Mungu, kwa nini
wanajeshi wa Israeli wamemalizwa, 36 of them, na nika mji ambaye ni kadogo sana, na wamemalizwa. And then God spoke to Joshua akamwambia, get up. Why have you fallen on your face like this? Israel has sinned. Yes, they have even transgressed my covenant, which I commanded them. Yes, they have even taken of the devoted things, and have also stolen and also deceived. They have even put it among their own stuff. Praise the name of the Lord. Mungu akamwambia Joshua, Waisraeli wameiba vitu ambaye zilitengwa za kando zikiwa za Mungu. Ebu ni vizuri kujichunguza. Do you eat the first fruit of whatever God has given unto you? You have no difference between you and the Israelites wakati wa Joshua. Hallelujah. Kwa sababu zingine 9 zilikuwa zao. Mungu anahitaji tu yako ka kwanza. Hallelujah. And most of us fall into that temptation. Wanaingia katika dhambi ile bila kusujudia. Praise the name of the Lord. The first fruit of everything that God has given to you belongs to God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Si kujua ya kwamba Israeli jeshi 36 walimalizwa kwa sababu ya Akani peke yake, ya kuchukua vitu ambaye zilikuwa commanded for God, ya kwamba they belong to God, the first fruit. Amen. Until when I was praying, na nikapata ya kwamba Jericho ilikuwa ya kwanza ku take possession, lakini na Mungu alikuwa amewapea mashauri, na tumesoma mstari wa 11. Mstari wa 12 inasema, verses number 12, that is why the Israelites cannot stand against their enemies. Whenever you have eaten the first fruit that belongs to God, chochote ambayo ni ya Mungu, amen, you eat the holy thing. Hallelujah. You cannot stand before God, stand against your enemy. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I'll not be with you anymore unless you destroy what among you is devoted to destruction. Unajua, kuna vitu tunajiwekea ambaye inanena maovu, ina represent the kingdom of darkness in your home. Be it anything, be it a gift, lakini sio mzuri. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unajua, kuna watu wamepewa mazawadi like these, the gifts ya vitu ambaye ni za Egyptians, ama vitu ambaye zimetolewa kafara ambaye ni ya kishetani. Wameziweka katika nyumba, wengine wameziweka katika bedroom. Yes, they look beautiful, they look smart, but they have been devoted to the work of the devil, to the work of Satan. Amen. And that's the reason most of us here never sleep well. Most of us here never have peace in their home. Remove the devoted items from your house. Devoted, ile imekuwa devoted to the Satan. Amen. Na ni vizuri kuomba Mungu akujulishe ni nini hiyo. Amen. One time I told you, nilienda Egypt. Wale ambao tulienda na wao, the tour guide akatuambia saa twende museum ya kuona wale watu waliokufa zamani, alafu wamekaushwa, wamewekwa katika masanduku, wamekaushwa, kings wa zamani wa Egypt. But these people, they are very wise, or they are very clever
in their demonic sight. Amen. What they have done. Wakati unaingia ndani kwa hiyo misiamu, unaingia ni kama kwa shimo. So lazima ubed, usigongwe kichwa. And when you do that, obviously you accept, unakubaliana kuinamia zile mfano. When I went there inside, nikiwa ndani nikasikia mwili wangu inatetemeka. Nikakumbuka ya kwamba what I'm doing, I'm not doing the right thing. Amen. I had to confess. Mungu anisamehe. Hallelujah. And because God is faithful, He forgave me. Praise the name of the Lord. So sometimes tunaingia katika pahali ambapo hatujui, lakini ni vizuri kuambia Mungu atupe roho ya discernment. May the Lord give you a discernment spirit. May the Lord give you that spirit of wisdom and a discernment spirit. Usiingie pahali kama pahali niliingia. Hallelujah. Na kama umeingia, may the Lord help you to come out of it. Praise the name of the Lord. And confess the sin. Number 4, because I want to finish today. Obstacles to answered prayer. Number 4 is unscriptural prayer. Unscriptural prayer. Maombi ambaye hauchanganyi na neno la Bwana. Unscriptural prayer. Unscriptural prayer. Bwana asifiwe. Ni vizuri na inafaa wakati wote unaomba, quote the word of God. Read the word of God. Ni vizuri na inakubalika wakati wowote unapoomba, omba with the word. And that's the reason unapokuja hapa asubuhi, kuanzia saa asubuhi mapema, kiongozi wa maombezi anatuongozaga through the word. Amen. Anatuongoza through the word of God, so that tunapotaja neno la Bwana, si neno usema katika Zaburi, Mungu heshimu neno lake. Amen. Hata kushinda majina zake. Bwana asifiwe sana. So when you pray with the word of God, Mungu usikia. Na ndiposa Yesu akasema katika Yohana 15 mstari wa 7, Yesu akasema, if you remain in me. John chapter number 15 and verse 7. If you remain in me, ukiishi, ukikaa ndani yangu, and unajua kwamba nasema ukikaa ndani yangu, and my words remains in you, na neno la Mungu likae ndani yako. So wakati ambapo unapoomba, ukae ndani ya Yesu na neno la Mungu likae ndani ya wewe. Ask whatever you wish. That's the word of God, and it will be given you. Chochote unayohitaji utalipata ukikaa ndani ya Kristo, ukikaa ndani ya Yesu na neno la Bwana ya Yesu likae ndani yako. Then ulize, omba chochote. Amen. Chochote ni kusema everything, whatever you wish, and it will be given to you. Hii ni kumaanisha whenever you pray without mentioning the word of God, then might be you may pray in vain. Hallelujah. Are we in agreement that whenever you set yourself to prayer, ili Mungu asikie, anza na neno la Bwana. Quote the word of God. Mention the word of God. Let Jesus be in you. Na anapokuwa ndani yako, na wewe utaomba chochote unayohitaji. Hallelujah. Chochote ambayo unahitaji. So most of the times, and that's why Paul akaandikia Thessalonike akawaambia kwamba test every prophecy with the word of God. Test every prophecy with the word of God. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hata unabii, unapoletea unabii na huku nje, unapoletea unabii, najua nina wale watu ambao wamekataa
kukaa chini ya mitume na kufunzwa neno la Bwana, wanayumbayumba sana. Amen. Because they are not grounded with the word of God. They don't have the word of God in them. So every kind of weed that comes on their way, kila upepo ambayo inakuja jiani mwao, inampeleka hivi, inampeleka hivi. Na ndiposa unakuta kuna manabii wa uongo wengi sana. Whoever comes brings to you any prophecy, test it with the word of God. Ambia nitajaribu hili unabii wako na neno la Bwana. Kama neno lijasema hivyo, waachilia Amen. Hallelujah. Nina imani ya kwamba wale watu nafunza hawatatoka nje ya neno la Bwana. And whenever you pray, the word says ya kwamba lazima uombe na neno la Bwana. Chochote unahitaji. Hakuna kitu chochote ambaye hakimo katika Biblia. Amen. Praise the name of the Lord. And number 5 is unforgiving spirit. Kuwa na roho ambaye haisamehi. Unforgiving spirit. Unforgiving spirit. Unajua kuna watu wengi ambaye they don't forgive. Hata kama wamesamehe, bado inakuwa katika roho yao. Yale ambaye wamesamehe bado inawashusha, inawaletea shida. Unapofikiria unaona yule mtu alikukosa. Amen. Kuna miaka niliishi miaka kama hiyo. Mtu mmoja alinitendea mambo maovu sana. Nikakaa na nilikuwa nimeokoka, nilikuwa mwombezi sana. But whenever I think about that person, nasikia vibaya sana roho. Until one time, after miaka kama 5, somebody came, we were in a conference. Akasema ya kwamba some of us hawajasamehe. They have unforgiving spirit. And then when he said that, nikakumbuka, nikaletea yule mtu ambaye alinikosea miaka 5 imeisha. Nikajua ya kwamba sijamsamehe. Alifanya hivi, alifanya something practical. Akatuambia, andika hiyo jina ya yule bado hujasamehe, tuirarue na tuichome. Amen. So nikajua ya kwamba huyu mtu ambaye pengine nasema nimemsamehe na sijamsamehe kwa roho. Amen. Nikaandika jina ya huyo, kasema nimemsamehe. To make the matter worse, the preacher of that day, there were many preachers there. Aliniita niende nichome zile makaratasi. Bwana asifiwe sana. Yale ambaye ningefanya nikiwa peke yangu, Mungu akafanya ya kwamba nijue ya kwamba I could have done that one. Hata naye una mamlaka ya kusamehea. Wakati wowote ambao unasikia kwamba kuna mtu ambaye hujasamehe, just write that name. Go at your home, at your kitchen. Burn it. Sema nimesamehe hii. Na hiyo imekutoka. In Jesus name. Immediately wakati nilifanya hivyo, nikasikia kwamba nimehuishwa kama maji masafi. Neno inasema katika Matthew chapter number 5 and verses number 20. You can read from 23 to 24. Wakati Yesu alipokuwa akaambia the disciples, if you are offering your gift at the altar, and there you remember that your brother has something against you, do what? Leave your gift there in front of the altar. Kwa hivyo unaiwache pale. Amen. First go and reconcile to your brother, then come back and offer the gift. So, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima msamaha ni kitu moja. Another one, Isaiah chapter 45 verses
Isaiah 43 verses 25. The word of God says, I, even I, am he who brought out your transgression for my own sake, and remembers your sins no more. Mungu akivutilia bali dhambi zako hata zikumbuka tena. Amen. Tunaposamehewa dhambi, when we confess our sins and we are forgiven, even though the Satan, the devil, anaweza jaribu kukumbusha wewe. Bwana asifiwe. Mkumbushe ya kwamba neno la Mungu linasema I and even. Mungu anasema mimi na ndio mimi. I'm he. Mimi ndio ambaye nimetoa dhambi zako, all your transgression, for my own sake, and remembers your sins no more. Kwa hivyo tunaishi kwa sababu ya msamaha wa Mungu. Tulikuwa wenye dhambi. Unajua pahali ambapo Mungu alikutoa, in that stream pit, God alikuita akakutoa katika hiyo shimo la utelezi, akakutakaza, akakuosha. Biblia inasema you did not choose him, but he chose you. He appointed you. He called you so that you may bear good fruits unto him. Hallelujah. It's permanent. Bora tusirudishe katika kuzimu tena. Hallelujah. As I come to the end, Ephesians chapter 4 verses 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Lazima tusamehe each other. Amen. Kwa sababu katika hii dunia lazima ukwaruzane na mtu. Lakini ukiwa mtu ya kuweka mambo katika roho yako, sometimes nasikiaga watu wakisema kwamba unajua watu pengine wamekaa na their marriage has lasted for more than 30 years or 20 years. Na wakati wamekosana kidogo, unasikia mtu akisema kwamba wakati nilikuwa siku ya pili ama siku ya tatu ulinikosea ukafanya hivi. They still hamba hiyo uchungu katika moyo wao. The Bible says, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just in Christ God forgave you. Ni vizuri kusameheana. If you want God to answer your prayers, forgive and let go. Kama unataka Mungu akujibu maombi yako, today, forgive and let it go. Praise the name of the Lord. Sometimes Mungu anajibu maombezi mara moja. Sometimes anakuambia subiri. Sometimes ananyamaza. Na zote ni jawabu. Anaweza kujibu mara moja, anaweza kuambia usubiri, anaweza nyamaza. Na zote ni jawabu. Remember, in Habakkuk chapter 2 and verses 3, Biblia inasema wakati mtumishi wa Mungu Habakkuk alipokuwa naomba Mungu ampe jawabu ili apelekee wana wa Israeli, aliambiwa hivi, andika maono yako. Amen. Andika maono yako na herufi kubwa. Amen. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and it will not delay. Hata kama inaweza kawia, lakini siku moja itatimizika. Siku moja itafika. Amen. Then the Lord replied, write down. Uandike. Ukiangalia vitabu zangu mingi, nyuma yake mara mingi mimi huandika the dreams and visions. I used even to write the prayer items. Naandika kama prayer item kama 20 ama 50. Then ninarudi baada ya mwezi moja, ninaanza kutik yale mejibiwa. Naanza kutik yale mejibiwa. Amen. Because I know
Unapoandika ni neno la Bwana, write down. Amen. Kuandika maono yako, andika chini, then wait for it. Na waandike pahali utasoma vizuri. Amen. Ujue huyu Habakuk alitaka maombezi ya haraka ajibu the wana wa Israeli, lakini Mungu alimwambia kwamba andika maono yako kwa harufu kubwa. Amen. You can wait. God can tell you wait. God can keep quiet, and God can answer you immediately. My prayer today, when God keeps silence, He is answering your prayer. When God keeps silence, Mungu anaponena, anaponyamaza, nina imani ya kwamba anakutengenezea njia. Mimi huona ya kwamba wazazi wana watoto wao, pengine mtoto analia kwa sababu ya njaa, chakula bado hajaiva. Haleluya. Lakini hawezi mpe mtoto chakula ambaye ni bichi, kwa sababu ataumiza yeye. Hata Mungu anatutazama the same. Sometimes whatever you are asking for, it has not been well prepared. Amen. Na wengine wanajiuliza, kwani nimekosa wapi? Pengine haya mambo matano tumeongea, hakuna yeyote ambaye unajishuku naye. Amen. Lakini the Lord has asked you, just wait. Unapogojea itakuja ikiwa mzuri. Hallelujah. May the Lord answer your prayer. May whatever that you have been praying for. Pengine uliomba Mungu akupee mbegu, naye Mungu alifanya mbegu zizae ziwe mavuno. Mungu akupatie hayo mavuno. Ningetaka kusikia amen. Praise the name of the Lord. Badala pengine akupea kamoja, akaona ya kwamba akupea ikiwa mavuno, ugoje. Na unapopanda jambo, si lazima ikomae. It has to germinate, it has to grow, and it has a process hadi wakati ya mavuno. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Siwaandike maono yako katika harufu kubwa, ili Mungu aweze kuyasoma. The other time tuliona ya kwamba Hezekiah alipeleka hekaluni barua ambayo aliandikiwa. Amen. Akapeleka akasema, Mungu soma vile adui za Wakristo wa Israeli wanavyoandika. Na Mungu alisoma. Amen. Unapoandika kwa imani, unapoandika chochote, you can write it on a book, you can write it in your heart. Amen. But this one ya Habakuk ilikuwa aandike, hata a herald when anapokimbia ataisoma. Hallelujah. Maono yake. Bwana asifiwe sana. Situsimame na miguu zetu. Oh Jesus. Ya kwamba God can be silent until He answers your prayer. Hatukujua Mungu alitaka waandike maono yako, na anasema uyasubiri. Pengine umekuwa ukiomba Mungu akutoe katika jangwa fulani, and you have asked yourself, what is happening? Haukujua. Can you bring the 5 items there? Haukujua ya kwamba there are some things that making obstacles to your prayer. Number 1, the foreign agent powers. Number 2, selfishness. And sometimes we ask while making practice of sin. Number 3, unconfessed sin. And number 4, praying and scripture prayers. Prayers that don't contain the word of God. And number 5, unforgiving spirit. Praise the name of the Lord. Si Mungu atukomboe kutoka kwa haya yote, katika jina la Yesu. Tukombolewe kutoka these angelic satanic powers ambayo iliangushwa chini. Who is our accuser of the brethren?
who opposes the brethren all the time. Alioppose Joshua. Praise the name of the Lord. Hata alisimama mbele za Yesu na kutaka kuoppose yeye. Yesu akamkemea. Praise the name of the Lord. Inua mikono yako, ambia Bwana, nikomboe kutoka mashtaka zozote. Nikomboe kutoka roho wa ubinafsi. Katika jina la Yesu. Kama kuna dhambi, aidha dhambi ya mababa, dhambi ya majadi, aina yoyote, I believe you are telling the Lord something. Sometimes the difficulties that you have been passing through, maybe it is because of selfishness. It's because of praying and scriptures prayer and confess sin and forgiving spirit. May the Lord cancel you. Mungu akutembelee, akujibu, akuonyeshe area gani ambaye unahitaji kutubu, area gani ambaye unahitaji kurekebisha. Pengine hujatenda lolote kati ya hizo, lakini Mungu amenyamaza. Anasema ya kwamba write your vision na harufu kubwa. Pengine umekuwa na roho ya kutosubiri. May the Lord give you the spirit of patience. In the name of the Lord. In the mighty name of Jesus. Mighty and everlasting Father. In the mighty name of Jesus. I have spoken your word, O God. I have delivered your word. Now, Jehovah, King of glory, may that word penetrate to the joints and marrows. May that word work upon your people. Deliver your people. Save your people. In the name of Jesus. Dear Father, you have spoken to us through your word, ya kwamba tuandike maono yetu na harufu kubwa. Sasa tunaandika maono yetu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Tunaandika maono yote mbele zako Bwana kwa harufu kubwa, ya kwamba tunahitaji baraka zako, tunahitaji uponyaji, tunahitaji kuinuliwa na wewe, tunahitaji mfalme wa ajabu kuonekaniwa na wewe. Uplift your people katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Oh dear Father, have your way, King of glory. Have your way. Have your way, Jehovah Lord. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Usimnyamaze for just 2 minutes. Tell the Lord something. Tell the Lord something. Jesus. Oh God. Jesus, I worship you. Nakupa sifa Baba. Nakupa utukufu Jehova Mungu. Katika jina la Yesu. In the name of the Lord. Everlasting Father, katika jina la Yesu, tunyenyekea mbele za kiti chako cha enzi mchana wa leo. Tunaomba Jehova Mungu wa rehema, tuomba neema yako utukirimie. Ukuu wako Bwana uonekane katika jina la Yesu. Hatukujua ya kwamba sometimes we ask ourselves, where is our God? Many people from outside there, they criticize us, asking where is their God. Father, in Jesus' name, we are confessing our sins. We are confessing, oh God, every kind of sin that we may have committed. Any sin that was committed by our ancestors. The Lord,
We are suffering their iniquity. Now, dear Father, the Bible says, I and I, even I. You are the one who brought us our transgression. Oh God, you have forgiven us, and you have forgiven us our sins and hidden us, my Father, in the name of Jesus Christ. We worship your name. We give you praise. We give you honor. We pray, dear Father, forgive our transgression. Forgive us, oh God. Tusamehe Baba wa rehema. Tunaomba katika jina la Yesu. Twanyenyekea mbele za kiti chako cha enzi. Tunashukuru jina lako. Twaomba mfalme wa ajabu, tunapoelekea manyumbani, tunapoenda na kurecite, to memorize the word, oh God, that you have been listening since on Sunday. Father, we pray, let that word work in us. Hilo neno lifanye kazi ndani yetu katika jina la Yesu. Naomba nguvu zako Bwana ziwe juu ya maisha ya watu wako. Naomba mfalme wa ajabu, neema yako itembee na sisi, tuinue tena katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na tumeamini. Shout amen. Heavenly Father, katika jina la Yesu, twainua mikono zetu in form of surrender to you. We are surrendering ourselves to you. Jehovah Mungu wa rehema, the teaching that you have taught us through your servant. Father, in Jesus' name, let it stick in our hearts. Let it never evaporate katika roho zetu. Jehovah, we only not be listeners of the word, but we also be doers of your word. Naomba matendo ya hili neno litimizike Bwana miongoni mwetu. Baba yetu, tuomba utusaidie kuyatimiza na kuyatekeleza neno lako. Naomba neema ya Mungu na baraka za Mungu ziwe juu ya maisha yako. Unapoelekea ubarikiwe, unapotembea, unapoketi, unapolala, unapofanya kazi, Jehova Mungu wa rehema akutangulie katika jina la Yesu. Yote aliyo mgonjwa miongoni mwetu, Jehova nakusihi katika jina la Yesu, waachilia neema ya uponyaji. Kila maumivu ya mwili, either iwe ni headache, iwe ni stomach, iwe ni swelling, iwe ni joints, every kind of pain in your body, I command it now to cease and come out of your body in the name of Jesus. Ambayo wanawakilisha wazazi wao, wanawakilisha watu walio hospitali, wanawakilisha walio manyumbani, ambayo wasikii vizuri, wamelemewa, twatuma neno la uponyaji pale katika jina la Yesu. Jehova, tangulia wao. Watakapofika manyumbani mwao, watakuta wajoli wao wamepokea uponyaji katika jina la Yesu. Na sasa baraka za Mungu na uso wa Mungu kuwe pamoja nawe, utangulie daima milele, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Shout amen. Let's clap for Jesus.